Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Mkunjufu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Mbona nikukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwa mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni bandari ya uvuvi ya Iva yakamilika 90% kuanza kutoa huduma Machi kunufaisha watu 30,000. Mwigulu aridhishwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Muungano umekuza mahusiano jumuiya za kimataifa, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi, tunamshukuru Mungu kwa uwepo wa amani, habari katika ukurasa wa pili. Meli kubwa yatia nanga bandari ya Dar, habari katika ukurasa wa 3. Watoto kupewa vitambulisho vya NIDA kumilikishwa wanapozaliwa kugharimu bilioni 11.3. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika sera nzuri zaivuta Misri kuwekeza Kwala, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha inamuonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na mjumbe maalum wa Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ni waziri mstaafu wa mambo ya mahusiano ya kimataifa na ushirikiano wa nchi hiyo, Grace Neledi Pandor, ikulu ndogo Tungu, Unguja jana. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wake wa mbele Jumamosi ya leo ni korti yafuta zawadi kwa Askofu Sepeku, ni nyumba shamba aliyopewa na kanisa la Anglican yakataa ombi la fidia ya shilingi bilioni 3.72 ambayo familia ilitaka ilipwe. Jaji afafanua madai ya uvamizi wa shamba. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Bajaji za umeme za kufungua fursa mpya kwa vijana, habari katika ukurasa wa 8. Wingu la tanda mali zilizopotea kanisani kwa Askofu Gwajima, habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika ligi ya Tanzania yaelekea AFCON, wakati kikosi cha Taifa Stars kikianza harakati za kujiwinda huko Morocco kwenye fainali za mataifa Afrika AFCON. Ligi kuu bara imeingia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 24. Tanzania imeshiriki michuano hii mara 4, ambapo mara ya kwanza mwaka 1980 nchini Nigeria, kisha ikashiriki fainali hizo mwaka 2019 nchini Misri, na baadaye mwaka 2023 Ivory Coast, na sasa kikosi hicho kinachonolewa na Miguel Gamondi kiko Morocco. Mwananchi pia limeandika mikusanyiko hii kwa familia ni zaidi ya shamra, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumamosi ya leo. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika ukosefu wa takwimu sahihi waua watoto kimya kimya. Matokeo ya utafiti wa miaka miwili katika nchi 4 yabaini udhaifu kwenye mifumo ya taarifa za afya unavyodhoofisha utekelezaji wa sera ya maboresho ya huduma katika ngazi ya vituo vya afya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Habari picha inamuonyesha Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa. Kilio cha ukosefu wa maji Dar chaongezeka, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari picha inaonyesha wakazi wa Tegeta jijini Dar es Salaam wakichota maji kwenye moja ya vituo vya maji. Lakini pia gazeti hili limeandika utata kifo cha house girl, polisi uchunguzi wabaini hakuna dalili za ukatili, habari katika ukurasa wa 2.
mbinu za polisi kudhibiti ajali kipindi cha sikukuu, habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili limeandika viongozi wadau wapendekeza namna nzuri vijana kupaza sauti, habari katika ukurasa wa 7. Namba za utambulisho watoto tangu kuzaliwa mbioni kuanza, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika Neema Lukuki bandari Kilwa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu asema serikali itanunua meli 5, pia itajenga kongani ya viwanda katika eneo hilo. Aeleza hatua hiyo itaongeza fursa ya ajira kwa wakazi wa mkoa huo na kukuza pato la taifa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Papa Leo, imani za kidini zisizalishe migogoro, habari katika ukurasa wa 7. Polisi mguu sawa Christmas mwaka mpya, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kicheko wa kandarasi wanawake wang'ara utekelezaji wa miradi ya mabilioni, wafurahi kuaminiwa na kupewa kazi za thamani kubwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Masauni awapa somo wahariri faida za muungano, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenyewe katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, zingatieni fursa za kiuchumi, azitaja sekta za uchumi wa buluu, uwekezaji. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Tushukuru neema ya amani, habari katika ukurasa wa 2. Serikali kujenga vituo kuendeleza utamaduni, Dr. Mwinyi, habari katika ukurasa wa 3. ZMBF yazindua mpango wa ujasiriamali kilimo cha mwani, habari katika ukurasa wa 8. Wanahabari lindeni muungano Masauni, habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika Nadir aonya wanaopandisha bei ya mchanga, habari katika ukurasa wa 3. Mazungumzo ya usitishaji vita Sudan yafanyika Misri, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Tulitazame sasa gazeti Mwanahabari lenye limeandika bandari ya uvuvi Kilwa kubadili maisha ya Watanzania. Dr. Mwigulu aridhishwa na ujenzi wake, asema ni mojawapo ya miradi mingi inayofafanua kauli ya Rais Dr. Samia alizotoa baada ya kuapishwa za kusimamia utekelezaji wa miradi inayotoa majawabu ya kero za Watanzania, habari katika ukurasa wa 2. Maboresho ya bandari Dar yaendelea kuzaa matunda, ni baada ya kuvunja rekodi kwa kupokea meli kubwa na ndefu zaidi ya makasha yenye urefu wa mita 304.40. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Profesa Kamuzora, sekta ya fedha ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi, habari katika ukurasa wa 2. Ingieni katika dunia ya kazi kwa moyo wa uadilifu, Dr. Akwalipo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake mbele. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha walimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele wanatoboa ngoja tuone. Habari picha
ikionyesha jeshi letu ni wachezaji wanaounda kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania na makundi yote ya AFCON 2025. Tanzania ikiwa kwenye kundi C lenye timu za Nigeria, Tunisia, Uganda na Tanzania, wakati makundi mengine ni kundi A lenye Morocco, Mali, Zambia na Komoro. Kundi B lina Misri, Afrika Kusini, Angola na Zimbabwe. Kundi D lina Senegal, DR Congo, Benin na Botswana. Kundi E lina Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Sudan. Kundi F lina Ivory Coast, Cameroon, Gabon na Msumbiji. Mechi za Stars makundi ni Disemba 23 dhidi ya Nigeria saa 2:30 usiku, Disemba 17 dhidi ya Uganda saa 2:30 usiku, Disemba 30 dhidi ya Tunisia saa 1 kamili usiku. 1980 mwaka ambao Tanzania ilicheza kwa mara ya kwanza michuano ya AFCON iliyofanyika huko Nigeria. Mechi ya ufunguzi AFCON 2025 ni Morocco dhidi ya Komoro saa 4 usiku. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani kukiwa na toleo maalum la AFCON 2025 ndani. Gazeti hili limeandika magoli amaliza utata Simba, habari katika ukurasa wa pili. Ibenge atakawawili Azam, habari katika ukurasa wa 3. Nyuma ya pazia, muda wa kuwaudhi wazungu na AFCON yetu umefika, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili linayo ratiba hapa, ikiwa ni Newcastle United dhidi ya Chelsea saa 9:30 alasiri, Bournemouth na Burnley saa 12, Brighton na Sunderland ni saa 12 jioni, Man City dhidi ya West Ham saa 12 jioni, Wolves dhidi ya Brentford saa 12 jioni, Everton dhidi ya Arsenal saa 12 jioni, Leeds dhidi ya Crystal Palace saa 12 jioni. EPL leo Jumamosi ni Tottenham dhidi ya Liverpool saa 2:30 usiku, Tottenham Hotspur. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Habari Leo lenyewe limeandika Makonda aongeza mzuka Taifa Stars, Yanga kusajili watatu dirisha dogo, Simba kukamilisha mfumo wa mabadiliko, habari katika kurasa za ndani. Ligi kuu Faransa yatoa nyota wengi AFCON, lenye habari imeandikwa kwenye ukurasa 22. Judo kufanya uchaguzi mkuu Januari, habari katika ukurasa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo na gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa wake nyuma ambao unakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania. Umeandika Simba ya mjia juu Heros yamtangaza kocha mkuu kuchukua nafasi yao. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa 23. Watatu waingia kwenye rada za Yanga, habari katika ukurasa 23. Pep amwaga sifa za kipekee Chak, habari katika ukurasa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii.